Kwa majina naitwa Mwalimu Saidi Kondo. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi chetu hiki cha Taidi. Hapo zamani tulikuwa tunatumia kilimo hiki cha kisasa. Tunatumia mbolea za madukani, tunatumia madawa ya madukani. Hii ilikuwa inatugharimu sana. Lakini baada ya kuja huu mradi kutokea Canada, ukisimamiwa na Pelham na TGNP, wakatupa elimu jinsi ya kutumia madawa ya asili pamoja na mbolea za asili. Hapo ndo tulipoamua kufuga kuku kwa ajili ya kukusanya mbolea. Hapo nyuma, kabla ya kupata mafunzo, tulikuwa hatupati faida kwa kweli. Kwa sababu kwanza ukizungumzia kuhusu kilimo tulikuwa tunatumia kosti kubwa sana ya madawa ili kuweza kuzalisha. Lakini pia uvunaji ulikuwa ni mchache kwa sababu wadudu walikuwa wanashambulia sana hizi mbegu za kisasa. Lakini tulipoamua kutumia hizi mbegu za zamani na kilimo ekolojia, faida nimeipata. Kutoka gunia 20 kwenye heka mpaka gunia 35 kwenye heka. Kilimo ekolojia sasa hivi kimepokelewa na watu wote. Kwa sababu kwanza pale zamani ilikuwa mwanamume ndiye alikuwa anapanga kwenye upande wa kilimo. Yeye ndiye anachagua mbegu na anaamua zao gani alime. Lakini kwa sasa wanawake wanapewa fursa ya kuweza kuongea. Kwa mfano mimi hapa nikiwa kama mwenyekiti, mke wangu ndo ameamua, bwana, mwaka huu tuachane na kilimo cha mboga mboga, tulime kilimo cha mahindi kwa sababu mwaka huu mboga mboga ni nyingi. Kweli nikiangalia jiografia ya mwaka huu mboga mboga ni nyingi sana. Kwa hiyo tumejikita kwenye kilimo cha mahindi kwa ajili ya kupata pesa. Pale mwanzoni tulikuwa tunaona kama wanawake wao hawafai kabisa kuwa viongozi. Tulikuwa tunaona kama wanawake wao hawafai kuwa kupanga mambo ya nyumbani. Lakini kwa sasa hivi vile vita vimekuwa hakuna, kwa sababu vita inaweza ikawa vita kama wewe hujaijua. Kumbe hii ni elimu tulikuwa hatuna pale zamani. Lakini baada ya kupata elimu, vita hii hapa. Huu mradi ndio wa kwanza kutupa mafundisho haya, kwamba mwanamke anafaa sasa kuwa kiongozi, lakini kumruhusu mwanamke kwenda kwenye mikutano, kugombea nyadhifa tofauti kwenye uongozi, kuanzia nyumbani hadi kwenye serikali. Tumepata mafundisho hayo na kweli wanawake zetu sasa hivi tumewaruhusu. Pale nyuma wanawake walikuwa hawamiliki ardhi na walikuwepo hata wakiwa wapo mtu na mke wake, baadaye ikitokea mwanamke kuachika kwenye ile nyumba, mwanamke anafukuzwa, au mwanamume akifikia kufa, mwanamke anafukuzwa na familia. Lakini sasa hivi haipo hiyo. Tunaelimisha kilimo ekolojia, lakini tunaelimisha kilimo cha kutumia drip irrigation, kwa sababu kilimo cha drip irrigation kinapunguza gharama za utumiaji wa maji, lakini pia hakiharibu ardhi. Ule mmomonyoko wa ardhi unakuwa haupo. Tunatoa elimu hii na tunafanya mashamba darasa hapa kwetu. Watu wanakuja kujifunza, wanakuja kuangalia kilimo kinavyoenda, wanaangalia ufugaji, jinsi ya uleaji kuku, kuanzia kifaranga, hatua ya kifaranga mpaka kuku wanataga. Mimi niliomba wafadhili wawezeshe wana vikundi kuwapa mashine ili waweze kulima mwaka mzima, yani mzunguko mzima, ili kuweza kuongeza